Baada ya kuposti video yako kwenye YouTube, basi kuna mambo makuu ya msingi ambayo unatakiwa kuyafanya katika setting ya video yako ili kuifanya video yako iweze kwenda viral zaidi. Okay, mambo vipi? Naitwa Director Sam na hii ni Sam Online Skills. Katika video hii nitakufundisha namna gani ambavyo utaweza kuseti video yako ili kusudi iweze kwenda viral. Baada ya kupost utakuja kwenye you hapa ili uweze kuangalia kwenye channel yako, na utakuja kwenye your videos hapa uweze kuangalia ile video uliyo upload. Video yetu tuliyo upload ni hii hapa. Sawa? Hapa zinajipanga kulingana na muda kwamba inakuwa public lini. Sawa, unaona video hii hapa. Basi utakachokifanya utarudi kwenye simu yako, na kama nilivyokuambia katika video zilizopita, kuna video ambayo nilikufundisha namna gani application gani za muhimu kuwa nazo unapokuwa ukianzisha channel ya YouTube. Nilisha kufundisha, na katika video hiyo basi nilikueleza miongoni mwa application ambazo ni muhimu kuwa nazo ni pamoja na YouTube Studio. Unaona? Pamoja na YouTube Studio. Basi ya video hiyo naona kama sija upload, basi nitakuja kuuploadia awamu ijayo. Okay, baada ya kuwa umeupload video hiyo, unachokifanya utaingia kwenye browser yako hapa, utarudi kwenye simu yako, utakuja kwenye application ya YouTube Studio, ambapo ukiingia hapa utakuja kuangalia, utakuta dashboard yako inaonekana hivi. Itakuwa inaonyesha masaa watu walioangalia ndani ya siku. Kwa mfano hapa kuna kipimo cha siku 28. Kwa hiyo unaangalia kwa siku 28 ni kitu gani ulichokigain ndani ya siku hizo 28. Okay, hapo utakuja kwenye content. Ukigusa kwenye content hapa utachagua kama video yako haijaenda public, basi unaweza kugusa tu hapa kwenye scheduled ili uweze kuipata video yako ambayo ni hii hapa. Lakini kama sio, basi utagusa hapa kwenye type, utagusa kwenye videos, utagusa apply, lakini hii scheduled unaitoa ili baki hivi, utaweza kuona video zote. Unaona? Kwa hiyo tutaangalia hapa video yetu ni hipi. Video yetu tunataka kuedit baadhi ya vitu ni hii hapa. Anza YouTube bila pesa, hii ambayo inaonyesha vifaa. Sawa? Sasa utakachokifanya utakuja kwenye hii alama ya kalamu kwa ajili ya kuedit. Vitu vya muhimu, angalia title. Je, hii title ndio unataka ikae au unataka ubadilishe? Kama unataka ubadilishe, basi utabadilisha title hii. Okay, kisha utaangalia kwenye visibility. Je, nataka hii video ionekane tarehe hii au nataka nibadilishe au nataka niweke public wakati huu? Utachagua. Kama unataka uweke public wakati huu utaweka. Utagusa hapo kwenye audience. Je, inaonekanaje? Hakikisha ipo hapa kwenye not made for kids. Lakini description utaangalia kama kuna kitu cha kuedit, utaedit. Kama unataka ikae hivyo, basi utaiacha ikae hivyo. Hapa utakuja kisha kwenye playlist, na hapo utaangalia kama ipo sehemu husika. Sawa. Sasa kama kwenye channel yako umeshai-monetize kwamba uweze kulipa kupitia channel hiyo, basi hapa kwenye monetization utahakikisha una turn on. Lakini kama wewe ndo unaanza channel yako, basi ina maana utakuwa hujafikia vigezo vya kumonetize, na maana hapo hicho kipengele kitaonekana. Okay. Kisha hapa kwenye community utahakikisha kwamba unaruhusu likes. Kwenye comment una turn on ili watu waweze kucomment. Kisha utarudi hapa kwenye attributes. Ukishagusa hapa unaweza kuandika tags hapa zinazohusiana na video yako. Kwa mfano video yangu mimi inahusiana na kutengeneza channel ya YouTube, naweza nikaandika hapa labda jinsi ya kutengeneza pesa kupitia YouTube. Alafu nita press enter ili ionekane hivi. Naweza nikaweka tags lakini zisizidi maneno 500. Unaweka tags kiwango unachotaka. Ila jambo la msingi usiweke tags ambazo hazihusiani na video yako, kwa sababu haitakupa faida. Okay, kitu cha msingi hapa kwenye category, hakikisha video yako unaiweka kwenye category husika. Inahusiana na nini video yako? Kama video yako ni comedy utaweka kwenye comedy. Kama ni education utaweka kwenye education. Sasa mimi kwa sababu video yangu nafundisha jinsi ya kufanya kitu fulani, basi nitaiweka kwenye how to and styles hapa. Na kama video yako hujui iko kwenye kategori gani, basi iweke kwenye kipengele hicho. Itakusaidia kwenda viral zaidi. Lakini ukirudi hapa, kitu cha msingi kingine ambacho ni cha muhimu zaidi, yani katika vitu vya muhimu sana, ni title pamoja
na thumbnail. Sasa kwa sababu video yetu tuliweka thumbnail na kwa sasa thumbnail haionekani, tutakachokifanya tutakuja kuedit hapa kuweka thumbnail. Utagusa kalamu. Kama hauna thumbnail ulioiandaa, basi utaangalia kwenye video yako ni kipengele gani unataka kionekane. Kwa mfano hapa ilikuwa imeweka automatic hii hapa, lakini unaweza kuweka hii hapa au unaweza kuweka hii hapa. Lakini kwa sababu mimi nimeandaa thumbnail, basi nitakuja kwenye custom thumbnail. Na ni vizuri zaidi kuwa na thumbnail ambazo ni custom, ili kusudi uweze kuweka thumbnail ambayo ni nzuri zaidi. Ambayo kwa mfano mimi ni hii hapa, nitaigusa thumbnail hii itaonekana namna hii. Okay, kwa mfano hapa nikiangalia thumbnail niliyotengeneza mimi, nimetengeneza iliyozidi vipimo kidogo, unaona? Kwa hiyo kama imezidi vipimo, nitaangalia, je, ionekane wapi, maneno gani ionekane zaidi? Labda mimi nataka maneno haya ya chini ndio ionekane zaidi. Nitaweka hivi hapa. Kisha nita press done. Sawa, itakuwa inaonekana hivi. Huku kwa sababu nimeshaedit kila kitu nitakachokifanya, nitagusa save. Sawa, ukishagusa save hapo utakuwa umemaliza video yako. Sasa itaonekana hivi. Kwa sababu kwenye monetization nimeturn on, ndio maana unaweza kuona hapa inaonekana iko on na ipo alama ya US dollar ikiwa katika rangi ya kijani. Ukiona ipo katika rangi ya njano, basi video yako either ina copyright, haina changamoto ambazo zinafanya video yako isiwe kwenye vigezo vya kulipwa. Okay, sawa. Lakini katika kipengele hiki unaweza ukigusa analytics, inaweza kuonyesha baadhi ya vitu kwenye kipengele cha analytics kwenye channel yako kwamba inaendeleaje. Sawa. Ukigusa analytics, ukigusa kwenye content, utaweza kuona kwa video kwamba video gani inafanyaje, inafanya vizuri kiasi gani. Kwenye audience utaangalia watu wako, audience wako na wana subscribers, pamoja na pia kuangalia location ya watu wako. Kwa mfano mimi nikiangalia 49.1% ya watu wanaotazama channel yangu ndani ya siku 28 ni wa Tanzania, lakini 3% wa Kenya, 2.4% ni watu kutoka United States. Unaona? Kwa hiyo vitu kama hivyo. Kwa hiyo nikutakia muda na wakati mwema. Katika video ijayo tutakuja kuangalia kitu kingine katika mfululizo wa video hizi. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili uwe kwanza kupata video zetu. Naitwa Director Sam, in Sam Online Skills. Bye bye. Yeah, Director Sam. Yeah. Uko studio, una build a new design. From China to the world, una make it shine. Kutengeneza app na website, cheza tu bila code. Sam Online Skills ndo the surest road. Kukuza channel yako, anza sasa on the go. Na Director Sam tabaki tu Kutengeneza app na website, cheza tu bila code. Sam Online Skills ndo the surest road.